Amjambo kila mlipo ulimwenguni kote. Ni imani yangu kwamba mmeamka salama na kwenye sabato ya leo ambao nawakaribisha ili tuweze kushirikiana kwenye jambo ambalo Mungu amekusudia kutufundisha katika hii sikukuu, sabato ya mfungo. Kila mtu akijiangalia ndani ya akili yake, nafikiri tumeweza kuona kwamba tunao mawazo ambayo yanabishana kwenye akili. Kila tunapolifikiria jambo kwa njia fulani, tunaona mawaidha mengine kando ya hiyo fikira yakibishana na mawazo ya mpango tulio nao. Ni nini hiki kinachofanyika kwamba akili iwe na mawazo yanayotofautiana, yanayopingana, wazo moja likielekea upande fulani, wazo lingine linageuka, tunakuwa na ubishi katika mawazo yetu. Ni hicho kilichoko ndani yetu? Ni Mungu alituumba hivyo, na kama kweli ni kwa sababu gani? Tutaweza kujibu hayo yote kupitia kwa ujumbe wetu siku ya leo uitwao sikukuu ya upatanisho. Hebu tuende bila kuharibu wakati katika kitabu cha Mambo ya Walawi. Kitabu cha Mambo ya Walawi sura ni ya 23, mstari wake wa 23, mstari wa 26, Walawi 23 mstari wa kuanzia 26. Na ukumbuke Mungu anaongea na wewe. Mungu aongei na wana wa Israeli wakati wao. Kuna ujumbe unaokuja hivi karibuni utakao waeleza kwa undani Muisraeli ni nani. Maana wengi wasipoelewa mpango wa Mungu wanafikiria tu Waisraeli wa kimwili pale Mashariki ya Kati. Wasielewe Israeli halisi ni mtu wa aina gani. Basi katika huo ujumbe tutaweza kufafanua, na utaelewa ni kwa nini ninaposoma maandiko ambayo wengi wanafikiria yalielekezwa tu wana wa Israeli wa kimwili. Muelewe ni kwa nini kila wakati ninaposoma na waambia nyinyi mnayenisikiza, mchunguze mioyoni mwenu, muone kama vile Mungu anavyosema katika maandiko ndivyo mnavyoishi na ndio ufahamu wenu. Maana tutakuja gundua kwamba katika Wagalatia 6:16, napenda kurudia hiyo fungu, wote wamchao Mungu ndio Waisraeli halisi. Kuna tofauti ya Muisraeli wa kimwili na yule Muisraeli ambayo Mungu alimuita hilo jina. Kuna lile sababu lililomfanya Mungu aite mtu Muisraeli. Na ndio nakwambia wewe unayemcha Mungu, hii neno ni la kwako, sio ya yule Muisraeli wa kimwili, ijapokuwa hata yeye amejumulishwa kwenye huu usikifu. Ni yule asikiaye hii neno na kuitenda, kuifanya kuwa maisha yake, huyu ndiye Mungu anayeita Israeli. Kwa hivyo, jiangalie mwenyewe kwa moyo wako na usikize hili neno, ukijipima, ukijichunguza na kuona kama kweli wewe ni mcha Mungu Israeli. Hebu tusikize basi. Kumbuka ujumbe wetu ni
sikukuu ya upatanisho. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, lakini siku ya 10 ya mwezi huo, ambao ni siku ya leo, mwezi huo wa 7 ni siku ya upatanisho. Itakuwa kusanyiko takatifu kwenu, nanyi mtazitesa nafsi zenu. Ni siku ya kufunga. Leo naamini kila mtu amefunga, na leo tunataka kuelewa kufunga halisi katika roho. Sio tu kule kujinyima chakula unajitesa, alafu hiyo unaweka kando inaishia hapo. Mungu ana sababu ya ndani zaidi inayohusu maisha yako ya kiroho na kule unakoyaelekeza. Nanyi mtazitesa nafsi zenu, nanyi mtasongeza sadaka kwa Bwana kwa njia ya moto. Nanyi msifanye kazi yoyote siku hiyo, kwa kuwa ni siku ya upatanisho. Basi tujiulize, kwa nini Mungu akaweka hii sikukuu? Tunapatanishwa kwa nini? Mbona ni Mungu alituumba? Kwa nini tunahitaji kupatanishwa? Kwani hatukuwa tumepatana naye tangu mwanzo? Na ulimwengu mzima kila mtu huwa anasikia anamtaja Mungu, anasema Mungu ni muumba, anasema anamtegemea yeye. Kila mtu anaamini analindwa na Mungu, anapewa uhai na Mungu. Kwa nini tunahitaji kupatanishwa na Mungu? Ndugu zangu, tulianza kwa kushangaa, ni kwa nini tunaona mawazo mawili ndani ya mioyo yetu, ndani ya akili yetu, yanaopingana, yanapigana vita. Unafikiria hili, lingine linakuja hili. Tusome katika kitabu cha Warumi, tuende hapo tafadhali. Warumi 7. Na ni wewe Mungu anayekuongelesha. Ujipime, uone kama kweli ulishapatanishwa na Mungu, maana hii sikukuu ni ukumbusho wa vile mwanadamu katika huu mwili ajiwezi ila tu apatane na Mungu, kama inavyoelezwa katika ubatizo kwamba tunachomekwa ndani ya Kristo, tunakuwa tawi ndani la shina ambayo ni Kristo. Maana Yohana 15:5 hapo anasema yeye ni mzabibu na baba yetu ndiye mkulima, mlimiaji. Sisi ni matawi tulioshikanishwa wakati wa ubatizo ndani ya Kristo. Maana katika huu mwili hatujiwezi, tunategemea yeye atuumbe mpaka tuje kuwa viumbe wanaojitegemea. Kwa sasa hatujiwezi, ni mjengo haujakamilika, kama vile tuliona kwenye ujumbe wa kanisa la Mungu. Basi ni nini hiki kinachofanya tuhitaji upatanisho? Mungu alipotuumba, alituumba kwa hatua fulani, na mpaka wa sasa anaendelea kutuumba. Sijui kama unajielewa hivyo, ama we ni mmoja wa wale waliokubali mahubiri ya manabii wa uongo wanaosema mwanadamu ni kiumbe wa roho aliye ndani mwa mwili, kwamba mwanadamu ni mkamilifu, hahitaji Mungu, anajitegemea, ambao tunaona matokeo yake. Hebu ujiangalie kwenye hii kioo inaitwa neno la Mungu, ambao peke yake ndio ichunguzaye mpaka ndani ya moyo na kuchunguza ufahamu wako. Ukijifananisha na hii neno, utajua kama kweli umepatana na Mungu au unahitaji kupatana naye. Maana wengi wa wanadamu tunaelewa kwamba walitengwa na Mungu, wakaenenda kwa njia zao wenyewe wakati walikubali uongo wa shetani pale. Basi hii ndio tuna haja ya kupatanishwa na Mungu. Kwa nini? Warumi 7 mstari wake wa 22-23.
Tuanze 18 anaposema, Warumi 7 mstari wake wa 18. Sorry, nilikuwa nisome mahali pabaya. Anasema, kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu, hakuna kitu chema, hakuna neno njema, kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo njema sipati. Kwa nini? 22. Kwa maana nafurahia sheria ya Mungu kwa utu wa ndani. Kwa akili yangu nafurahia sheria ya Mungu, lakini katika viungo vyangu naona sheria iliyo mbali inapiga vita na ile sheria ya akili zangu, na kunifanya mateka ya ile sheria ya dhambi iliyo katika viungo vyangu. Hapa tunaona yale mawazo yanayopingana ni sheria mbili tofauti, ambao simenenwa hapo Warumi 8. Sina neno hapo Warumi 8 na mstari wa 2 kwamba kwa sababu sheria ya roho ya uzima, kuna sheria hiyo ya sheria ya Mungu ambayo ni roho wa uzima, ule ulio katika Kristo Yesu, imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Kuna sheria mbili zilizoko ndani ya moyo wako. Moja imejengwa ndani ya mwili, tamaa za mwili ambazo zimeungana na uovu wa shetani. Ni sheria moja inapiga vita sheria ya roho wa Mungu. Kwa hiyo wale wanaoshiriki sheria ya Mungu, hao ndio wanaopatana na Mungu. Wanaoshiriki hiyo sheria inayopinga amri za Mungu iko ndani ya moyo, hao wamepatana na shetani. Maana Waefeso 2 sura ya 2, mfalme wa anga shetani ndiye amewapa ulimwengu wa leo yule roho anaotenda kazi ndani yao kuwafanya wasitii amri ya Mungu. Basi kumbukeni, tunataka kuelewa maana ya sikukuu ya upatanisho, na ujiangalie uone kama kweli unaitunza hii sikukuu ya upatanisho. Ni kwa nini tunapatanishwa? Maana tangu mwanzo Mungu alipomuumba mwanadamu, alimuumba katika huu mwili, ili mwanadamu akiamua kuishi maisha ya Mungu, Mungu aweke roho yake ndani yake na kuanza kumuumba hatua ya pili ambayo ni ya kiroho. Tuliona kwa mwili tuko mfano wa Mungu. Kwa wale wanaokubali maisha ya Mungu, Mungu anaenda hatua ya pili ya kuumba sura yake, ambao inahusu ufahamu wa akili yako na nia za moyo wako, yaani tabia. Kwa hiyo waliopatana na Mungu ndio ambao Mungu anaendelea kuwaumba. Lakini tuliona mwanadamu alidanganywa akiwa katika huu mwili, ambao tunaona sheria yake ni ya dhambi. Ndugu zangu, kama hatukuelewa, tujielewe tafadhali. Katika kitabu cha Isaya, tuende pale tafadhali. Kitabu cha Isaya, tunaendelea kujua ni kwa nini tunahitaji upatanisho, na kweli wewe unashiriki huu upatanisho. Isaya 59, kimbia hapo kidogo. Isaya 59 mstari wake wa 2, wa kwanza na wa 2. Tazama, mkono wa Bwana au kupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si nzito hata lisiweze kusikia. Pili ndio jambo tunalolitaka. Lakini maovu yenu, yaani dhambi zenu, simewafarakisha nanyi na Mungu wenu.
na dhambi zenu zimeuficha uso wake msione, hata hataki kusikia. Yaani, kwa kutenda dhambi zimeweka pazia kati yetu na huyu Mungu. Na hii ndiyo sababu tunahitaji upatanisho. Ilikuwaje? Turudi katika Warumi tena. Warumi 8 hapo. Turudi katika Warumi 8. Tunaona kati 8 na mstari wa 3, Mungu anaunena huu mwili kwa jinsi fulani. Maana yale yasiyowezekana kwa sheria. Tumeona kuna wazo linalopingana na sheria ya Mungu. Inafanya nini? Inatokana na nini? Maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili. Kumbuka sasa tuko katika mwili mfano wa Mungu, mwili wa mafumbi, nyama na damu unaosambaratika. Kuna hayo mema yasiyowezekana, na ni kwa sababu ya huu mwili tunaofaa. Kwa kumtuma mwanawe, alimtuma Yesu Kristo ambao ndio mjumbe wa upatanisho katika mfano wa mwili huu wa dhambi. Nataka tuelewe vizuri sana. Mungu anasema aliutengeneza huu mwili wa dhambi. Na huu mwili wa dhambi tulioufaa, ambao ndio sababu tunahitaji upatanisho. Mstari wa 7 unasema nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu. Yohana 1:3 na mstari wa 4, dhambi ni kuvunja sheria ya Mungu. Na dhambi imejengwa ndani ya huu mwili wa nyama na damu. Ikawa huu mwili ni adui wa Mungu, hauwezi kamwe kutii sheria za Mungu. Ndivyo anasema. Haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kutii. Hii ndio ile wazo ambayo tumeona Warumi 7:23. Kila Mungu anapotuongelesha sheria zake, tunaona wazo lingine linapinga sheria la Mungu. Hii wazo linatoka wapi? Tumeona Warumi 7 akisema vizuri kwamba linatoka kwenye viungo vyetu. Mstari wa 8 umesema vizuri kwamba neno njema alikai ndani langu, kwa maana lililo njema nipendalo sitendi, bali lililo mbaya nisilolipenda ndilo natenda. Basi hii inaonyesha kwamba ndani ya viungo vyangu, hiyo sheria ya dhambi inayotokana na viungo, tamaa za mwili, inanifanya nisitende sheria za Mungu. Na ni Mungu alituumba hivyo. Tuliona kwa ujumbe wa kanisa la Mungu, mnaweza rudi pale mkaona. Hii mwili tuliumbwa katika mfano wa Mungu peke yake, ili tufanye uamuzi kama tunataka kuwa kama Mungu kabla hajaendelea kutuumba, ama tunataka kuwa kama shetani, tutumikie huu mwili na mwisho tukufe. Tukaona dunia yote ilidanganyika, inatumikia mwili na ikajiletee maovu yaliopo kwa jina la Mungu. Basi ni Mungu alituumba katika huu mwili. Ni mwili wa dhambi. Mstari hapo Warumi 7 mstari wa 25 na 4 anasema ni mwili wa mauti. Wanadamu walipomkataa Mungu walitengwa na Mungu. Waefeso 4:18. Walitengwa na Mungu, wakatengwa na uhai, wakaanza kuishi maisha ya yule
ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya, na tunaendelea kujiua, maana tuliumbwa kulingana na sheria za Mungu. Na hizo sheria tukifuata mwili tumesipinga, tumetenganishwa na Mungu. Tunaelewa? Na hivyo tunaishi kulingana na mwili tukijiua. Maana ananena hivi katika Wagalatia 5. Wagalatia 5 na mstari wake ni wa 17. Kwa sababu mwili utamani ukishindana na roho, na roho kushindana na mwili. Kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka. Umesikia? Tumeumbwa tukiwa na hizo akili mbili ndani yetu. Mwanadamu wa kimwili aliumbika na hiyo akili moja ya shetani, ya kupinga chochote kiitwacho Mungu. Basi alipokubali sheria ya dhambi ya shetani, akatengwa kabisa na Mungu, na Mungu hakuweka ile sheria yake ndani ya moyo wa mwanadamu. Ndio sababu unaona Agano Jipya, kwa wale wanaoamini hii injili tunaowahubiria, Mungu anaandika sheria zake moyoni mwake. Maana hakuziandika wakati ule, kwa sababu mwanadamu alidanganywa akiwa katika mwili, na sheria aliyoishika ni ile inapinga amri za Mungu. Ndio naona ulimwengu wa leo haushiki Biblia, hautaki kuagizwa na Mungu. Kila mtu anafikiria vile anavyopenda, ni kama alijiumba mwenyewe, na ni kwa sababu ya kufuata uongo. Kwa hiyo hii ndio inalete maana ya haja ya kupatanishwa na Mungu. Maisha ya leo yote, kama vile tulivyoona, mataifa yote ya ulimwengu, hakuna taifa linaishi kulingana na amri za Mungu. Mataifa yote ya ulimwengu, mataifa makuu, mataifa madogo, kila mwanadamu binafsi walitengwa na Mungu. Tukisoma katika kitabu cha Zaburi 53. Tuende hapo tafadhali. Zaburi 53. Kumbuka leo ni sikukuu ya upatanisho, na tunataka kujua ni kwa nini tunafunga. Hiyo kufunga ina maana gani? Zaburi 53 kuanzia mstari wa 2. Toka mbinguni Mungu aliwachungulia wanadamu, aone kama yuko mtu mwenye akili, akamtafuta Mungu, amtafutaye Mungu. Kila mtu amepotoka, wameoza wote pamoja. Hakuna hata mmoja atendaye moja, la hata mmoja. Je, wafanyao maovu hawajui? Tumesikia. Wewe usijihesabia ati umesoma sana unaelewa, ati umeenda Bible school unaelewa. Hakuna mtu hata mmoja atendaye wema, na wema utatokana na kila mtu akikubali kupatanishwa na Mungu. Basi tukapotoka tukiwa hali hii ya huu mwili ambao tumeona hauwezi tii sheria za Mungu, lazima kufanyike jambo ili mwanadamu aweze kurudi kumtii Mungu na kufanywa kitu kimoja na Mungu kwa kutii sheria zake. Alipovitufanya hayo, ndugu zangu, tunaona vizuri sana katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 17, 16. Ndani ya haya maisha ya mwili, mwanadamu alianzisha haya maisha yanaitwa ulimwengu wa leo. Maisha ambayo yule anayashika
hawezi kushika ya Mungu. Maana inasemekana msiupende ulimwengu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 15, msiupende ulimwengu wala maisha ya huu ulimwengu. Maana kuipenda ulimwengu, anayependa ulimwengu kumpenda Mungu akumo ndani yake. Na ulimwengu ni nini? Tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima. Hivyo havitokani na Mungu. Na hivyo ndio msingi wa dunia hii. Mnaona vile mnabishana, kila mtu anapigania msimamo wake, ana tamaa kujirundikia mali. Mungu katika 17 anasema huu ulimwengu utapita na tamaa zake, lakini atendaye mapenzi ya Mungu ndiye atakayekamilika kuwa kama Mungu na kuishi milele. Basi tunafunga kwa nini? Ni kwa sababu Mungu baada ya kuona wanadamu wametengwa naye, kama vile tumeona Waefeso 4 mstari wa 18, wametengwa na uzima, hawana Mungu tena, kila mtu ni mungu wake mwenyewe. Tunateseka, magonjwa, vita, chuki, hasira, tunakufa hata na pressure za moyo. Basi Mungu kwa huruma zake alimtuma Kristo, kama vile tumeona Warumi 8 mstari wa 3. Alimtuma Kristo ili awaribu nguvu za mwili, atuokoe kutokana na mwili ambao ndio msingi wa dhambi na ndio unaotutenganisha na Kristo. Aje, hebu tuone Kristo alifanya kazi gani. Ndugu zangu, nataka tujielewe, tusirudi kuwa na ibada, kutunza sikukuu ambazo ni machukizo mbele ya Mungu. Tunakaa tu ni sikukuu ya leo, tunajinyima chakula, tusielewe ni nini tunafanya na tunaendelea katika dhambi. Ndugu zangu, wakati umefika watu wafunguke macho, wawache dhambi, wawache kuishi katika mwili na kuishi katika huu mwili ndani ya roho, wakiongozwa na neno la Mungu ambao ndio sheria ya uzima, roho wa uzima. Hebu tuone Kristo aliharibu dhambi ndani ya mwili aje, ili atakayeamini na kuishi vile aliishi pia aweze kuupinga mwili na kuishia roho. Waebrania 10 mstari wake wa 20 inasema, njia ile basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu, njia ile aliyotuanzia, iliyo mpya, iliyo hai, ipitayo katika pazia, yaani mwili wake. Na tumegeti Kristo alitufungulia njia ya kupaenda patakatifu kwa njia ya mwili wake. Pale msalabani tunakumbuka Kristo aliposulubishwa, pasia ya hekalu ile ilikuwa inatenganisha patakatifu pa patakatifu ilipasuka. Na hapa Waebrania anatuambia kwa mwili wake kuuvunja huu mwili wa dhambi unaotuzuia tusishikane na Mungu, aliuvunja. Kwa kuuvunja ile pasia ambao ni huu mwili inazuia tusienende mbele ya Mungu, yule anayemwamini Kristo anaingia pamoja na yeye pale ndani mbele ya kitu cha rehema, maana Kristo ndio kuhani wetu mkuu. Kwa hivyo kwa kukana mwili mpaka akausulubisha pale msalabani, ametufungulia njia. Ukisoma Mathayo 27 mstari wa 55 hapo na 7, utaona wakati Kristo alikufa pale msalabani, pasia la hekalu nalo lilipasuka katikati.
akafungua njia ya kupaenda mbele za Mungu, mbele ya kiti cha rehema. Ndiyo sababu naona siku hizi tunaomba, hatupitii kwa pasta kuomba. Mimi nashangaa nikiona watu wanasema pasta tuombee. Pasta nani? Kuhani wetu ni Kristo Yesu, na alifunja hiyo pasia akafungua njia ya kuenda mbele za Mungu. Kila unapofunga kuomba, unasimama mbele ya kiti cha rehema. Ama hamkusoma katika hapo Waebrania 10 mstari wake wa 22 anasemaje? Kwa vile hii njia tumefunguliwa, njia ile aliyoituanzisha, iliyo mpya, iliyo hai, ipitayo katika pasia, yaani mwili wake. Huu mwili ndio ile pasia inayotutenganisha na Mungu. Aliipasua kwa kuvunja mwili wake, kwa kukana dhambi katika mwili, akaikandamiza dhambi. 21 na kuwa na kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu, na tukaribie wenye moyo wa kweli kwa utimilifu wa imani, hali tumenyunyiziwa mioyo tuache dhamiri mbaya, tumeoshwa miili kwa njia safi. Kwa hivyo tumepewa ujasiri wa kupaendea mbele ya kiti cha rehema patakatifu, mbele za Mungu. Pahali wakati wa Agano la Kale, wakati hekalu lilikuwa limesimama, hiyo pasia ilikuwa inatenganisha watu na Mungu. Ni kuhani mkuu peke yake alikuwa anaingia pale. Tukisoma hapo Mambo ya Walawi 16. Hebu tuende hapo kidogo, muda kidogo. Tushikanishe maana ya upatanisho, maana tusiimbe wimbo, tujue ni jambo la kiroho, ukikumbuka wewe ndio Israeli anayeongeleshwa na Mungu. Mambo ya Walawi 16 mstari wake wa 16-17. Huyu ni kuhani mkuu, naye atafanya upatanisho kwa ajili ya mahali patakatifu, kwa sababu ya mambo machafu ya wana wa Israeli, na kwa sababu ya makosa yao, naam, kwa ajili ya dhambi zao zote. Naye atafanya vile vile kwa ajili ya hema ya kukutanika, ikaayo pamoja nao katikati ya machafu yao. Wala apata kuwa na mtu katika hema ya kukutania wakati aingiapo ili kufanya upatanisho katika patakatifu, hata atakapotoka nje baada ya kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe, na kwa ajili ya nyumba yake, na kwa ajili ya mkutano wote wa Israeli. Ndugu zangu, tunaelewa vizuri sana kwamba ukuhani wa Ulawi ulibadilika kama anavyoonyesha Paulo katika Waebrania 7. Ukatoka kwenye ukuhani wa Walawi ukaja kwenye ukuhani wa Melkizedeki. Watu wanafikiri wengine wanasema Kristo alitoa sheria, mambo ya kale yalipita. Kuhani wa Walawi walikuwa ni mfano wa yule kuhani halisi. Maana ananenwa vizuri sana kwamba panapo mabadiliko, kilichobadilika sio sheria za Mungu. Ni nini? Ni ukuhani. Sikiza vizuri sana ndugu yangu, tusisome Biblia nusu na kuanza kupotosha neno la Mungu tukijiita wanaoamini. Sikiza. Kwa maana Melkizedeki, Waebrania 7:1, kwa maana Melkizedeki huyo mfalme wa Salemu, kuhani wa Mungu aliye juu, aliyekutana na Ibrahimu aliyokuwa akirudi kutoka kuwapiga hao wafalme, akambariki, ambaye Ibrahimu alimgawia sehemu ya 10 ya vita. Tafsiri ya jina lake kwanza ni mfalme wa haki, tena mfalme wa Salem, yaani wa amani.
maana yake mfalme wa amani. Tunajua hapa Melchizedek ni Yesu Kristo. Hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo, hana siku zake, wala mwisho wa uhai wake. Basi angalieni jinsi mtu huyo alivyokuwa mkuu, ambaye Ibrahimu baba yetu mkuu alimpa sehemu ya 10, alitoa zaka kwake. Katika wana wa Lawi nao wale waupatao ukuhani wana amri kutoa sehemu ya 10 kwa watu wao, yaani ndugu zao, kwa agizo la sheria, ijapokuwa wametoka katika viuno vya Ibrahimu. Mbali yeye ambaye uzazi wake haukuhesabiwa kuwa umetoka kwa hao, alitoa sehemu ya 10 kwa Ibrahimu, akambariki yeye aliye na ile ahadi. Wala haikanushiki kabisa kwamba mdogo ubarikiwa na mkubwa. Na hapa wanadamu wapatikanao na kufa hutoa sehemu ya 10. Bali huyo yeye ashuhudiawe kwamba yu hai, tena yaweza kusemwa ya kuwa kwa njia ya Ibrahimu hata Walawi wapokeayo sehemu ya 10 walimtolea huyu Melchizedeki sehemu ya 10, kwa maana walikuwa ndani ya viuno vya baba yake alipotoa zaka kwa Melchizedeki. Kwa hiyo ukuhani ulibadilika. Sisi kuhani yetu ni kwenye mpango wa Melchizedeki, ambao Walawi walikuwa wanamwakilisha yeye. Sio kwamba hatuendi mbele za kuhani vile Waisraeli walikuwa wanaenda. Hapana, tunaenda mbele ya kuhani, na kuhani wetu wanaingia patakatifu pa patakatifu mbele za Mungu kutupatanisha, vile huyu alikuwa anaingia kwa damu ya mbuzi kuwapatanisha Waisraeli. Sisi ndio Waisraeli halisi, na kuhani wetu mkuu yuko mbele ya kiti cha enzi mbinguni, tumeona, ambaye ni Kristo Yesu, anatufanyia upatanisho kati yetu na Mungu. Kwa nini tufunge? Tumeona kwamba huo mwili ni wa dhambi, ni mwili wa mauti. Tamaa zake, yale maisha tumezoea kuishi tangu utoto, kabla Mungu hajatupa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu, wale watiio sheria zake, tumeishi maisha ya huo mwili ya kuharibu. Angalieni ulimwengu, maovu yaliyojawa ya kujiharibu, kwa kukataa kuamini sheria ya uzima, sheria ya Roho wa uzima. Basi Kristo alipokuja akaulaani mwili, akalaani dhambi ndani ya mwili. Warumi 8:4, ili sheria za haki sipate kutimia kwa wale wasioenenda katika mwili, wanaoenenda katika Roho. Ndugu zangu, leo tumefunga, na ukiangalia watu wengi wanapofunga hawana furaha, wanahuzunika. Hata labda wengi wenu hamtaweza kushika hii mahubiri vizuri, maana mioyo inauma, njaa imezidi. Tunafikiria itaisha lini, turudi tukule kitu. Ni kweli kufunga kunapaswa kutuletee huzuni, ugonjwa na kuhusunika, kukaa tu na hofu labda hii njaa itatuumiza. Mimi ni mtu nina vidonda vya tumbo, siwezi kufunga vizuri. Mungu anaoagiza huu mfungo haelewi hayo? Ni kwa nini haya mateso yote? Ndugu zangu, kinachoumia sasa hivi ni nini? Hebu tusome waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4. Nataka tujielewe
ili tusiwe watu wa kufunga tu, kuumiza miili yetu bure, kuumiza mioyo yetu bure, tusifaidi. Waraka wa kwanza wa Petro inasema, basi kwa kuwa Kristo aliteswa katika mwili wake, yaani mwili ndio unaoteseka. Na unateseka kwa nini? Maana unaunyima haki yake. Maana haki yake ni uovu mbele ya Mungu, ni mwili wa dhambi, mwili wa mauti. Basi kwa kuwa Kristo aliteswa katika mwili wake, nyinyi nanyi jivikeni silaha ya nia hile hile. Kwa maana yeye aliyeteswa katika mwili ameachana na dhambi. Unapoona unafurahia katika mwili, una amani, unajitosheleza, vyakula umeshiba, saa hiyo hauko ndani ya Mungu. Unafurahisha mwili nje ya Mungu, kwa hivyo unaishi ndani ya dhambi. Na ndiyo sababu Mungu anasema, aupendaye huu ulimwengu, maisha hii ya mwili ya sasa, yale wa watu wote toka wafalme hadi wasomi, maskini kwa matajiri wanatumikia, apendaye aishi hao maisha ya Mungu haimo ndani yake. Ndio naona wanajifurahisha katika mwili na mambo ya Mungu hawayaelewi kamwe. Basi Petro anasema aufurahie mwili, afurahie ya Mungu. Kwa nini? Paulo anaeleza vizuri sana. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wake ni wa 4 hadi wa 5. Anang'ang'ana na huu mwili, anaungua, anasema anatamani afikwe mwili wa kiroho. Kwa nini? Maana huu mwili ni sumbufu, ni mwili wa dhambi, unatuingiza kwenye kuharibu maisha, unapinga ile sheria ya uhai, unashika sheria ya uharibifu. Basi ananena hivi, kwa sababu sisi tulio katika mwili huu twaugua, tukilemewa. Si kwamba tunataka kufuliwa, si ati tunataka kufa, bali tunataka kufikwa mwili wa kiroho, ili kitu kile kipatikanacho na mauti kimezwe na uzima. Basi yeye aliyetufanya kwa ajili ya neno hilo ni Mungu. Yaani ni Mungu aliyeumba huu mwili wa mauti, tumeona, ili upate kuwa na uamuzi. Akuangalia, akakupa uamuzi, uamue kama utaishi maisha ya Mungu ama utaishi ya shetani. Maana huu mwili unaambatana na tamaa za kishetani, na huwezi tii sheria za Mungu kama vile tumeona, sheria ambazo ndio uhai wako, ndio maisha yako. Kwa hivyo aliyetufanya hivyo ni Mungu, aliyetupa arabuni, yaani garantii ya roho yake. Basi mstari wa 6, siku zote tuna moyo mkuu, tena twajua ya kuwa wakati tuwapo hapa katika mwili tunakaa mbali na Bwana, na tukiwa ndani ya Bwana tuko mbali na mwili. Lakini tunao moyo mkuu, nasi tunaona ni afadhali kutokuwako katika mwili na kuwa pamoja na Bwana. Tunaona ni kwa sababu gani tunafunga, kwa sababu gani tunateseka. Mwili unatamani ukipinga uhai. Uhai nao kama ambao ni roho wa Mungu unatamani ukipinga roho. Kwa hivyo Mungu alituumba katika huu mwili tuukane. Kinachoteseka wakati huu tunafunga ni mwili. Kinachosikia njaa ni mwili. Kinachopata maumivu ni mwili. Kinachoogopa ni mwili. Kinachohofia na kutamani maovu na kutegemea wanadamu, kutegemea mali, kutegemea vyakula ni mwili. Sasa
wakati huu wa leo tumefunga, tuko hali gani? Kuhani wetu mkuu hako mbele za kiti cha enzi, na sisi kama Waisraeli walikuwa wanakusanyika kwenye hema la makutano wakati kuhani hako pale ndani, wanafunga wakiomba pamoja naye mpaka saa zile atakapotoka pale haje achukue yule mbuzi ambaye ni shetani, amwekelee dhambi zote za Waisraeli, atumwe jangwani. Kama vile na sisi vivyo hivyo tuko mbele ya patakatifu patakatifu. Sikukuu ya leo inatukumbusha kwamba tangu tuamini tuliingia pamoja na Kristo katika patakatifu mbele za Mungu, na anaendelea na hiyo kazi ya kutupatanisha, kutusafisha kwa damu yake. Hali tunapoendelea kwa nguvu za Roho Mtakatifu kushika amri zake, sinatuondolea dhambi tuliokuwa tunashika, tendo tuliokuwa tunashika wakati tulikuwa tushiki hiyo sheria. Kwa hivyo tunaendelea kutolewa katika dhambi, kuingizwa katika uhaki. Na hii sikukuu ya upatanisho, ndugu zangu, aishi tu leo kama vile Mafarisayo wanavyofanya, na pole sana kwa kusema hivyo. Wengi wanaojiita kanisa la Mungu, ndugu zangu, wamesimamia msimamo wa Mafarisayo, kutenda tu sikukuu, kujihesabia haki kwamba tumefunga, alafu inaishia hapo. Hii sio ile kusudi Mungu aliyokuwa nalo akiagiza tuishike sikukuu hii ya upatanisho, ya kufunga. Hii ni ukumbusho tu wa vile tutazidi kufunga, yaani kuukana mwili, kutotimiza nia zake mpaka siku ile Kristo atatoka patakatifu pa patakatifu. Na kama vile kuhani alikuwa akitoka patakatifu pa patakatifu, anakuja anawekelea mikono yule mbuzi wa kutupwa jangwani ambao ni mfano wa shetani, na anatumwa nje ya malago. Ufunuo 20 mstari wa kwanza hadi wa 3, Kristo atakapotoka patakatifu patakatifu atakuja amwekelee shetani dhambi zote za wanadamu, na shetani atawekwa, atafungwa minyororo na kutupwa kuzimu kwenye shimo, ambapo tunasoma mstari wa 3, hataweza kudanganya tena mpaka itimie miaka 1000, wakati ambao amani na furaha ya Bwana itajaa ulimwengu mzima, maana mdanganyifu hatakuwa, na Roho wa Mungu atajaa ulimwengu vile maji yajaavyo baharini. Kwa hivyo wakati huu wa maisha yetu ya Ukristo ndio unawakilishwa na sikukuu ya leo ya upatanisho. Ni kwa nini tunasema hayo? Tunaukana mwili. Tunaambiwa nini? Wakolosai. Ndugu zangu, narudia, tusiwe watu wa kutunza tu amri kama Mafarisayo na kujihesabia haki. Mungu analalama katika Isaya 1 na mstari wake wa 16. Hapo tukisoma analaumu 13 hadi 16. Anasema hata sikukuu zenu zimekuwa machukizo mbele zangu. Munakaa tu kuzitunza, hilali mioyo yenu imejawa umwili. Munatumikia mwili, munaabudu fedha, munalilia chakula hiki kinachoharibika. Mumejawa mwili na munakuja mbele zangu kutunza sikukuu zangu kwa huo uovu wote. Anasemaje? Makusanyiko yenu siyataki, ni machukizo, yamenichokesha. Ondoeni hizo sabato zenu mbele yangu, maana mumekuja kuchafua patakatifu pangu. Ni wangapi wamesikia hayo? Walioyasikia hayo wamefanya nini?
Kabla hatujasoma hapo Wakolosai, tusome Wagalatia 5. Warumi 8 mstari wa 10. Kama kweli tumekufa pamoja na Kristo, tunaongozwa na Roho. Anayeongozwa na Roho, Warumi 8:10, ameufia mwili. Ameufia mwili kwa njia gani? Sikiza. Wagalatia 5:24. Na hao walio wa Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake zote. Elewa maana ya kufunga. Tunaonyima mwili chakula, tunaonyima mwili maji, tunaonyima chochote, na mioyo yetu tumekaa leo ni kama tumekufa kabisa. Na ukweli tunapaswa kufa kwa ajili ya dhambi, tuishi katika Roho. Basi ikiwa kweli tumeusulubisha mwili, tukiishi kwa Roho na tuenende kwa Roho. Tusijisifu bure tukichozana na kusudiana. Kama tunaishi katika Roho, tutatembea katika Roho, na huu mwili hautakuwa na nafasi. Lazima tuvunje. Huu mwili utateseka kama vile tuliona mwili wa Kristo ulitoseka, na Petro ametuambia wanaoteseka katika mwili basi wamewacha dhambi, maana wanaishi katika Roho, wanashika amri za Mungu ambazo huu mwili hauzipendi kamwe. Basi Wagalatia 3. Kama vile Waisraeli walikuwa wanazunguka hema ya ibada wakati kuhani mkuu ako mbele za Mungu kwa upatanisho, na sisi sasa huu mfungo wa leo ni uamsho tu wa vile maisha yetu yote katika Ukristo tutafunga. Yaani tunaukana mwili, tusulubishe mpaka tuuvunje kabisa, tuharibu kabisa, tuvalishwe mwili wa kiroho. Kwa sababu hii leo ni ukumbusho wa vile maisha yetu yote ya kumcha Mungu tunakaa kuunyima mwili, tukishikana na Kristo mahali alipo. Maana inasema hivi: basi mkiwa mumeuzika mwili, mumefufuliwa pamoja na Kristo, mawazo yetu yote yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirieni yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Ikiwa kweli tulikufa pamoja na Kristo, tumefufuka pamoja naye, tuko mbele ya kiti cha enzi pamoja, mbele ya kuhani wetu, akitupatanisha, akitusafisha kwa damu kupitia kwa maji, kupitia kwa neno. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika chini, kwa maana mulikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Na ni mpaka hapo Kristo atakapofunuliwa wakati wa kuja kwake, aliye uhai wetu, ndipo na sisi tutafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Sababu nzuri ambapo Petro anasema sisi ni wasafiri. Uhai wetu, wa Filipi 3:20, ujumuia wetu uko mbinguni, ambako toka huko tutamtarajia Mwokozi atakaye kuja atutoe huu mwili tunaosulubisha sasa na kutufalisha mwili wa kiroho unaofanana na ule wake. Ndugu zangu, huku ndio kufunga. Tunapofunga tunautesa huu mwili. Je, tunapaswa kusikia huzuni? Tunapaswa kusikia hiyo njaa inauma, tunaumia sana na akili zetu zinafurugika? Haiwezekani kabisa. Warumi 14 na mstari wa 17, tafadhali. Inasemaje? Wakati tunanyima mwili, tunaipatia roho, na roho haitegemei chakula. Hauwezi kutembea katika roho na ukahuzunika.
Roho wa Mungu ateswi na njaa. Roho wa Mungu ateswi na magonjwa. Roho wa Mungu hausunishwi na kupungukiwa na hela. Roho wa Mungu hausunishwi na kubaki peke yako bila watu wengi wanaokuunga mkono. Roho wa Mungu hasikii madharau ya kitu chochote cha kimwili. Yakobo 1 mstari wake wa 14 hapo 15. Mungu ajaribiwi na uovu. Mungu ni mkamilifu. Na tukikaa katika roho wa Mungu ajaribiwe na uovu. Roho wa Mungu ategemei chakula. Maana Warumi 14 mstari wa 17 anasema, maana ufalme wa Mungu si kula wala si kunywa, bali ni haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Matunda ya Roho Mtakatifu ni furaha, ni amani, ni uhuru, ni kiasi. Sasa leo tumenyima mwili, tunakaa katika roho, ambapo ndio maisha ya Mkristo wa kweli. Ndio maisha ya yule mtu anamcha Mungu katika roho na kweli. Leo tumefunga. Utakosaje furaha kwani unaishi katika mwili? Wanaoishi katika mwili ndio wana nyuso zimekunjika, ndio wanaumia, wameteseka, maana wanatamani sana kushibisha mwili. Lakini kwa vile sheria imesema usikule, wanalazimika, lakini mioyo inauma wakitamani kula. Hao ijapokuwa wamefunga hawako katika roho. Tunaelewa vizuri sana, ukinyima mwili utatembea katika roho. Ukinyima roho utatembea katika mwili. Leo tumeunyima mwili. Tunakula chakula cha kiroho. Chakula ambacho Bwana anasema mwanadamu aishi kwa mkate peke yake, bali uishi katika kila neno la Mungu. Leo tunakula neno la Mungu. Tumejawa na roho wa Mungu. Tunaishi katika roho. Tunafikiria ya rohoni, ya mbinguni. Tunakumbuka vile tunapaswa kumsha Mungu kila wakati mpaka hapo Kristo atakapotoka ndani ya hekalu na haja amshike shetani. Hapo ndipo upatanisho wetu utakamilika. Kati ya sasa na wakati huo, sikukuu ya leo inatuamsha tu, kutukumbusha kwamba tunapaswa kuunyima mwili mahitaji yake, yaani tamaa zake, fikira zake, mpaka hapo tutakapokutana na Kristo. Ndugu zangu, hayo ndio tunaoyafanya kweli? Anayeteseka katika mwili ameunyima furaha zake, na anafurahia sana katika roho. Wagalatia 5:22, matunda ya roho. Ikiwa kweli saa hii tumeunyima mwili, tunakaa katika roho, tutahuzunika. Tunafurahia sana, maana kama tumetawaliwa saa hii na roho wa Mungu. Matunda ya roho ni gani? Ni furaha, ni amani. Tunafurahia kweli. Tunafurahia kukaa katika siku ya leo. Huzuni itatoka wapi ikiwa kweli tunaishi katika roho? Tutafurahia. Maana Timotheo wa 2 mstari wa 1 na mstari wa 7, Mungu hakutupa roho wa uoga, ametupa roho wa nguvu, roho wa upendo, roho wa uhuru. Tumewekwa uhuru na roho wa Mungu kwa kutuwezesha kufuata hii sheria ya uzima iletayo uhuru. Kuwapi kuhuzunika, kuwapi kukunjika uso? Leo ndugu zangu ni siku ya furaha kuu. Siku ambayo tunakumbushwa kwamba tunahitajika kufurahia katika Bwana siku zote. Sikisha wale waliogundua hii siri, ambao wanatembea katika roho na sio katika mwili. Haya mateso, njaa,
magonjwa, kupungukiwa na hela, kukuwa na kuchukiwa na watu, kudharauliwa, mateso ya kila aina ambao hayapati roho yanapata mwili. Roho wa Mungu hateseki, roho wa Mungu hausuniki. Sikiza wale walio mcha Mungu katika roho na kweli, na ambao ndio itatuwezesha kuwa katika upatanisho, itatuwezesha kufurahia hii sikukuu katika kweli. Wasikize. Basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake, na kufurahia katika tumaini la utukufu wa Mungu. Wala hatufurahii tu kwa kuwa tumekula tumeshiba, kwa kuwa watu wanatusifu, kwa kuwa watu wanatupenda. Hapana. Wala hatufurahii tu kwa hii furaha ya kimwili, ila tunafurahia katika mateso pia. Kwa nini? Tunajua ya kuwa haya mateso ni majaribio ya kuthibitisha imani yetu. Furahini mnapojaribiwa, maana inathibitisha kwamba tumeamua kumfuata Mungu na kuupinga mwili. Tunafurahia wakati tunaletewa hayo majaribio, ni test, ni mtihani. Tunafurahia katika hii tumaini. Tunafurahia katika dhiki pia, maana tunajua haya mateso kazi yake ni kulete subira. Tunakuwa wavumilivu tukiamini neno la Mungu na kungoja wokovu wake. Na kazi ya kuvumilia ni kulete tabia. Na hiyo tabia inatupa tumaini, maana tunaelewa vizuri sana hii tabia tunayoombika. Tukivumilia kuishi ndani yake, kutii amri ya Mungu mpaka mwisho, tutapata uzima wa milele, ambao hiyo ndio tumaini iliyojengwa katika hizo ahadi za kwamba atakayevumilia mpaka mwisho nitampa uzima wa milele. Ndugu zangu, hii ndio furaha ya sikukuu ya upatanisho. Je, tunaimba tu wimbo upatanisho? Tumeunganika pamoja na Kristo. Ijapokuwa tuko hapa duniani, tunaishi kupinga mwili, na tunafurahia haya mateso yanapokuja ili tukatae mwili. Maana kinachotezeka si roho wa Mungu, kinachotezeka ni mwili. Na kwa vile huu mwili tunauzulubisha, tunasaidiana na hayo mateso kuuvunja kabisa. Unavunjika wakati tunakaa na Bwana, tunakaa nje ya mwili. Tukikaa ndani ya mwili, tunakaa nje ya Bwana. Hii sikukuu inaonyesha ile kazi kuhani wetu mkuu anafanya, kutufanyia upatanisho na Baba yetu. Itakapofika siku ya kuja Kristo, tutanyakuliwa. Walio makaburini watafufuliwa, walio hai watabadilishwa, na tutanyakuliwa. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 16. Na kumlaki Yesu mawinguni, na hapo upatanisho utakamilika. Hapo tutakuwa kitu kimoja na Kristo Yesu, na tangu hapo hatutawachana naye milele na milele. Hapo ndipo kilele cha sikukuu ya leo kitatimia. Tutapatanishwa na kuwa kitu kimoja na Kristo, tukiwa viumbe wa kiroho vile alivyo roho. Lakini kwa sasa tutateseka pamoja naye kwa kuutesa huu mwili, kutokukubali ushauri yake. Maana ushauri wake ni kututoa kwenye roho wa Mungu, kututoa kwenye uhai, kutupeleka kwa uharibifu. Ndugu zangu, na tuitunze hii sikukuu ya upatanisho tukiwa kweli katika hiyo roho ya kupatana na Mungu kwa kuzitii sheria zake. Je, unaifurahia sikukuu ya leo na kuwa na hilo tumaini na kuongezeka nguvu na kuamka kabisa? Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe nanyi nyote mlio wenye hii nia. Amani na furaha iwajae
siku hii ya leo tunapoitunza sikukuu ya kupatanishwa na Mungu, tuwe jamii ya Mungu, wana wa Mungu, vile Mungu alivyo Mungu.